kazi moyo walionao kwa ajili ya kazi ile ya Mungu iyeyuke. Na ukuta wote ukaungamanishwa kiasi ya nusu kimo chake, maana watu walikuwa na moyo wa kufanya kazi. Mwambie Mungu aweke moyo ndani yako wa kazi ya Mungu. Mwambie Mungu aweke moyo ndani yako wa kazi ya Mungu. Bila moyo hatutaweza kuifanya kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu inataka moyo. Kuna watu watakuambia hili, watakutupia hili, lakini kiukweli moyo unatakikana sana kwa ajili ya kazi ya Mungu. Haleluya, Bwana apewe sifa. Hiyo jambo la msingi sana katika mambo yote. Tamani kuwa na moyo wa kufanya kazi ya Mungu kabisa. Tamani. Utaona Mungu atakavyoachilia neema ndani yako, kibali, maarifa yataongezeka, nguvu ya Mungu, utembeo wa Mungu utakuwa juu yako. Hautakuwa na hofu yoyote, hautakuwa na mashaka kwako, kama alivyoachilia kwa Esther. Alipata kibali akiingia kwa mfalme kinyume cha sheria. Mungu ndivyo alivyo. Lakini anachokiangalia Mungu ni moyo wa kazi yake. Una moyo wa kazi yake au namna gani? Hilo jambo la msingi sana. Hebu simama pale ulipo. Chunguza, unichunguze Bwana Yesu, nakuomba. Unichunguze, chunguza Bwana, chunguza. Unichunguze Bwana Yesu, nakuomba. Chunguza Bwana, chunguza. Unichunguze Bwana Yesu, nakuomba. Unichunguza maisha yangu, chunguza. Unichunguze Bwana Yesu, nakuomba. Unichunguze. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Damu ya 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 Yesu Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Inaweza mambo. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo. Inaweza mambo yote. Inaweza mambo. Baba, inaweza mambo. Inaweza mambo. Inaweza. Inaweza mambo. Mama, inaweza. Inaweza mambo. Inaweza. Inaweza yote. Inaweza yote. Inaweza mambo. Inaweza yote. Inaweza mambo.
Baba, asante Mungu wa majeshi Bwana. Tunakubariki Mungu wa majeshi Bwana. Asante Mungu wa uweza. Tunakubariki Bwana. Mwambie Bwana asante. Mwambie Bwana asante. Mwambie Bwana asante. Mwambie Bwana asante. Omba, mwambie Bwana asante. Baba ni asante. Baba ni asante. Damu yako Yesu inaweza mambo yote. Inaweza kuponya Yesu. Inaweza kuokoa. Inaweza kubadilisha Yesu. Damu yako ukasema kwamba nami nitawarejeshea na parale. Bwana rejesha siku ya leo Bwana, tarehe 16 ya mwezi wa 8, rejesha Bwana, rejesha Bwana katika jina la Yesu. Bwana rejesha mwovu, Bwana rejesha, Bwana rejesha jina la Yesu. Rejesha Bwana kwa damu yako. Rejesha. Baba ni asante. Baba ni asante. Baba ni asante. Tunapoenda kuanza ibada hii Bwana Mungu wa majeshi Bwana. Bwana ukaanze nasi Mungu wa majeshi Bwana. Bariki Bwana kila mmoja mahali hapa. Na hata wale ambao wako njiani Bwana waongoze Mungu wa majeshi Bwana. Wakamate mmoja mmoja Bwana. Kamata hatua zao Jehova. Baba asante Mungu wa uweza. Achilia nguvu zako. Tawala Bwana wa majeshi. Mbariki mtumishi wako atakaposimama kwa ajili ya kuongoza kipindi cha sifa. Mungu kamtie nguvu Jehova. Bwana asante Mungu wa majeshi Bwana. Baba asante Mungu wa mbinguni Bwana. Ana neno lako litakalohubiriwa mahali hapa Jehova. Mungu likatili likawe na nguvu ya aina yake. Likawe na nguvu ya ajabu. Baba asante Mungu wa uweza. Tunakubariki Bwana. Tunakuinua Bwana. Asante Mungu wa majeshi Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Sema amen. Amen. Basi dakika chache hatujasalimiana, tutaomba tusalimiane dakika chache. Mpe mwenzako mkono, ubarikiwe na Mungu atawabariki sana. Bwana sifiwe. Amen. 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 Bwana sifiwe.
vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia. Vinainuka, ni wewe Mesia. Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia. Yes.
moyo wamekusudia kuwapa mema. Waambieni wateule wajipe moyo, Bwana amekusudia kuwapa mema. Waambieni wajipe moyo, Bwana amekusudia kuwapa mema. Waambieni Haleluya. Amina. Wangapi tunajua kuita? We Bakari, twende tukaite Yesu. Sema Yesu. Yesu. Haleluya. Haleluya. Mpungie jirani yako mkono, mwambie alo mbinguni. Mwambie tena alo mbinguni. Mwambie tena alo mbinguni. Pokea mema, pokea kibali, pokea utajiri, pokea utukufu, pokea heshima, pokea maisha mema, pokea neema, pokea kustawi, pokea kuendelea, pokea kushanua. Alo mbinguni, alo mbinguni, alo mbinguni, alo mbinguni. Nataka mali, nataka mali. Nende Dubai, nende Dubai. Halo mbinguni, halo mbinguni. Nipande ndege, nipande ndege. Halo mbinguni, halo mbinguni. Haleluya. Amen. Makofi mengi kwa Bwana Yesu. Haleluya. Naweza kukaa sasa weponi mwa Bwana Yesu. Haleluya. Yes, kwa kweli Mungu ametutia moyo kwa kuwa amekusudia kutupa mema. Kuna mambo yamebomolewa na kuharibiwa katika maisha yetu, lakini kuna mambo yamebomolewa na kuharibiwa katika kazi ya Mungu, ambayo Mungu huwa anainua roho za watu wengine kwa ajili ya kuanza kujenga au kutengeneza palikoharibiwa, kuimarisha mahali ambako pameharibiwa. Haleluya. Yes, katika kusoma kwangu Biblia kuna eneo nimeshawahi kusoma Mungu aliinua roho ya Koreshi kwa ajili ya kumjengea Mungu madhabahu. Baada ya madhabahu kuharibiwa, Yerusalemu kuharibiwa, watu wakakimbia, wengine wakachukuliwa mateka, wakawa hawana tena tumaini jipya,
hawana tena namna ya kufanya, lakini Mungu aliinua roho. Mungu aliinua roho ya mtu kwa ajili ya kujenga palipoharibiwa, kujenga palipobomolewa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ambao siku ya leo Mungu alikusudia tuimarishane katika hilo. Amen. Ili tuwe wajenzi wenye hekima na wajenzi wenye maarifa, na watu ambao Mungu ametuita na ametuandaa kwa ajili ya kutengeneza pale ambako wengine walipaharibu. Katika maisha yetu ya kawaida, mara nyingi haya mazingira huwa yanatokea mpaka kwenye familia. Amen. Unakuta wazazi waliharibugi mifumo mizuri ya kifamilia. Unakuta kuna mtoto Mungu anamuinua kuja kuanza kutengeneza na kurudisha furaha ya familia, sawa, kurudisha maisha ambayo yalipotezwa, kibali kilichopotezwa, watu wakaanza kuishi maisha ya tabu na shida na dhiki. Unakuta wazazi waliharibu kwa sababu wao walikuwa hawana mapatano mazuri, labda walikorofishana. Kwa hiyo wakawa hawana umoja tena wa kulea watoto, hawana umoja tena wa kuendeleza familia. Kila mmoja akaanza kufanya vya kwake. Hawa watoto siku wakija kukua, Mungu anajiinuliaga mtoto mmoja hapo kwa ajili ya kuanza kutengeneza tena familia, kwa ajili ya kuanza kutengeneza mifumo ya kifamilia ikae vizuri. Unashangaa kama baba aliondoka, Mungu anakuja kumuinua mtoto anasimama kama baba. Kama mama aliondoka, Mungu anakuja kumuinua mtoto anasimama kama mama. Nia na mazumuni ni kutengeneza palipoharibika. Haleluya. Unashangaa kuna binti, ni binti yako mwenyewe, ameinuliwa kwenye familia, anasimama kama baba, anasimama kama mama, anaanza kutengeneza, anawarudisha watu kwenye mfumo, wanafamilia kwenye mfumo, anawarudisha wanaukoo kwenye mfumo, anarudisha mfumo mzuri. Haleluya. Walikuwa hawana nyumba nzuri, anaanza mchakato wa kuhakikisha familia inaeleweka, familia inakaa kwenye mfumo mzuri na maisha yanakaa vizuri. Mungu anainuaga watu, au Mungu anainuaga mtu. Ndio maana Mungu alimuinua Nehemia kwa ajili ya kwenda kujenga ukuta wa Yerusalemu na mahali palipoharibiwa kabisa. Akina Sanbarati walianza kufanya kwa hila, kwa sababu walikuwa hawakubaliani na kile Nehemia anachokifanya. Ingawa Nehemia alikuwa na kibali kutoka kwa nani? Kwa rais au mfalme. Sawa, alikuwa na kibali na alipewa kibali, lakini wale akina Sanbarati waliposikia, wakaanza kupeleleza nani aliyewapa hawa wa Israeli hii nafasi tena ya kuanza kufanya hiki. Walipokuja kugundua hawa watu kuna mkono wa mfalme juu yao, wakaanza kuwafanyia kwa hila. Haleluya, haleluya. Lakini Mungu aliwainua hawa watu kwa ajili ya kujenga au kutengeneza palipoharibika. Haleluya. Na mimi ninakuombea siku ya leo, Mungu akuinue na wewe kwa ajili ya kujenga au kutengeneza palipoharibika katika madhabahu hii. Haleluya. Watu waliomuona Mungu katika madhabahu hii ni wengi hapa ni mashahidi, ni wengi kabisa. Hata wewe kuna mtu alikuleta kwa sababu kuna namna alimuona Mungu mahali hapa. Haleluya. Enjo kule kuna mama mmoja alimletaga yule mama mnene, si ndio? Yes. Nakumbuka kuna mama mmoja mwanzoni kati tunaanza alikuwa mnene, alikuwa ni anapigizia kule. Bahati nzuri hapa huwa tuna rekodi matukio yote yapo. Yaani kila mtu tukio lako lipo hapa. Haleluya. Yes. Unakuta kuna watu walimuona Mungu mahali hapa. Sasa wakainuliwa kina Sanbarati kwa ajili ya kuvuruga kazi ya Mungu kabisa. Kwa sababu watu walioinuliwa na adui kwa ajili ya kuvuruga kazi ya Mungu hawajaanza leo, kwenye Biblia wapo. Ndio Sanbalati mmoja wapo aliposikia kwamba ukuta wa Yerusalemu umejengwa, mahali palipobomoka panajengwa, wakaingiwa na wivu na hasira ndani yao, wakaanza kupambana kuhakikisha wanawasumbua akina Nehemia ili wasiendelee na ile kazi. Inawezekana na wewe unasumbuliwa kwa namna moja na au nyingine, ili kazi hii isiendelee hapa, kwa sababu wanajua wewe upo, na kwa uwepo wako wewe lazima kuna namna unaanza kujenga, kuna namna unatengeneza. Sasa Mungu akawainua akina Nehemia, shetani akawainua akina Sanbarati kwa ajili ya kupinga ile kazi,
Kwa hiyo uwe una uhakika, kuna namna wewe unapingwa, hujui. Kwa nini? Wanajua Mungu amekuinua kama Nehemia kwa ajili ya kujenga palipoharibiwa, kutengeneza palipobomolewa. Kwa hiyo unakuta nyuma yako una upinzani ambao hujui, lakini upo. Amen. Mungu kamuinua nani? Nehemia. Akampa na kibali. Ameenda kwa mfalme, amemwomba Mungu, akaenda kwa mfalme, mfalme akampa kibali kwamba nenda kajenge palipobomolewa, palipoharibiwa. Nendeni mkamurudishe mji wa Mungu na utukufu wa Mungu ukae hapo. Na akampa kila Nehemia alichokihitaji mfalme. Kwa nini? Biblia inasema mkono wa Mungu mkuu ulikuwa juu ya Nehemia. Kwa hiyo akapata kibali kwa mfalme ili Nehemia akajenge palipobomolewa. Na mimi ninakuombea mkono mkuu wa Mungu uwe juu yako kuanzia leo ili ujenge palipobomolewa. Karabashata. Haleluya. Haleluya. Kama kuna wajenzi, manake waharibifu wapo. Haiwezekani kukawa kuna wajenzi afu waharibifu wasiwepo. Na kama kuna watu waharibifu wapo, manake wajenzi pia wapo. Haleluya. Ingawa kujenga ni kazi ngumu kuliko kuharibu. Unaweza ukajenga nyumba yako kwa miaka na miaka na miaka na miaka au miezi mingi, lakini siku mpango wa kubomoa ukija, inabomolewa kwa masaa mawili, inabomolewa kwa lisali moja. Maana yake kubomoa ni rahisi kuliko kujenga. Haleluya. Si unaliita tu tingatinga, likisha kuja pale tingatinga linaanza. Wewe ulikuwa unajenga tofali moja moja mpaka yakajipanga yote 800. Tingatinga likija linasukuma ukuta wote, yani matofali yote 800 yanadondoka kwa pamoja. Lakini angalia umetumia nguvu kubwa kiasi gani kujenga. Umepambaneje kujenga? Umetumia muda mwingi kujenga, umetumia pesa nyingi kujenga, umetumia nguvu zako kujenga. Anayekuja kuangusha ni kwa siku moja tu. Haleluya. Haleluya. Kuanzia leo ninakuombea Mungu akupe neema ya kuwa Nehemia katika hii madhabahu, ya kuwa Nehemia katika kazi ya Mungu. Haijalishi wanaobomoa wako wengi, lakini mjenzi mmoja ambaye mkono wa Mungu ukiwa juu yake anamaliza kazi. Na vita inayoinuka inakuwa ni vita juu ya Bwana, sio juu ya Nehemia tena. Ndio maana akina Nehemia wakamwambia Bwana, umetupa nafasi ya kujenga palipobomolewa na adui, lakini wako akina Sanbarati ambaye wameinuliwa kuja kutusumbua. Wakaomba wakasema, Mungu mkono wako uwe juu yao. Maana yake Mungu awe anapigana yeye. Haleluya. Na walifanya ile kazi mpaka walimaliza. Akina Sanbarati walishangaa, ukuta wote umejengwa wote, nyumba zinajengwa, madhabahu tena inainuliwa, watu wanaanza kumwabudu Mungu mahali pale. Lakini waliinuka wakati ile ujenzi unaanza tu, ile kazi inaanza tu, waliinuka. Kwa nini? Nani amewaambia hawa watu tena waendelee tena? Na mimi ninakwambia huduma yoyote yenye Mungu katikati, vita yake sio ya kawaida. Kwa sababu gani? Shetani ana mawakala wake hapa duniani ambao hawapendi kuona cha Mungu kinasimama. Na mawakala wa shetani ni wanadamu kama sisi. Mimi nakwambia wewe, siku ukija kumjua mchawi wako ambaye anakuloga kila siku, utashangaa. Amen. Kuna wachawi wavaa suti, wako maofisini wanavaa suti, ni vigagula, asikwambie mtu. Wanasumbua wenzao maofisini, sio kawaida. Mchawi wa maisha yako hatoki mbali, mimi nakwambia. Yaani ni rafiki yako. Wetu siku kaza, mwambie Mungu, naomba unionyeshe maisha yangu kwa nini hayasongi mbele, kwa nini hayaendi mbele, aliyesimama kinyume na mimi ni nani? Alafu Mungu akakuletea sura ya rafiki yako, ndio utakataa, utasema haiwezekani bwana, haiwezekani, haiwezekani. Unafikiri mchawi yukoje? Mchawi anapaka mafuta kama wewe, mnakula naye pamoja, anavaa anapendeza, mnaenda Kariakoo wote, mnatungua wote, mnavaa pamoja. Huyo ndio mchawi. Kwa sababu hata watumishi wa Mungu ndio maisha ambayo tunayaishi hayo hayo. Isipokuwa sisi ni wana wa nuruni, ndio maana sisi tunasema wao ni wana wa gizani, hawatakiwi kujulikana, lakini ni sisi. Oho. Wewe vita yako, Mungu akiamua kukuonyesha vita yako wewe,
hautaamini anayekupiga vita ni nani. Biblia inasema adui wa mtu ni yule wa nyumbani, na aliyesema ni Yesu, kwamba vita haitokagi mbali, vita iko mle mle. Kuna mtu mmoja ameshawahi kuimba, kikulacho kiwe nguoni mwako, hakiko mbali na nguo zako, ndicho ambacho kinakutafuna. Sasa wewe unapambana, unaona kama sijui kuna mashetani yako mahali, kuna majini yako mahali. Wewe shetani ana mawakala wake ambao ni wanadamu kabisa. Na mbinu yao kubwa ni upendo, ni ukarimu. Mimi nakwambia mbinu yao kubwa ni upendo na ukarimu. Ndio maana kuna siku nilikwambia hivi, mtu anayekukarimu sana usimwamini. Mtu anayekupenda sana usimwamini. Serious. Kikulacho kimo nguoni, hakiko mbali na nguo zako. Haleluya. Kilicho mbali hakiwezi kikakuharibia maisha. Kilicho karibu kinachokujua ndicho kinaweza kikakuharibia maisha, kwa sababu kinajua nguvu zako ziko wapi, jeuri yako iko wapi, kiburi chako kiko wapi. Wanajua kabisa wakitaka kukumaliza wewe, lango lako ni lile pale, wanakuja kwenye lango lako moja kwa moja, wanapiga pale. Wanajua pale ndipo ambapo panakufanya uishi na mambo yaendelee. Kwa hiyo wanapiga pale pale. Sasa mtu asiyejua asiri yako hawezi akakusumbua, hawezi akakushinda. Wafilisti walikuwa hawajui asiri ya nguvu ya Samson. Akainuliwa Delila kwa ajili ya kuwa karibu na Samson, aonyesha anampenda kuliko kawaida, alafu amuulize, amjue vizuri kiundani. Kwa hiyo Delila alipomsogelea Samson, akaanza mchakato wa kumjua Samson kiundani. Kwa hiyo ogopa sana mtu ambaye anakuja alafu anataka kukujua kiundani. Mimi nakataaga. Kuna watumishi nimekutana nao hapa Dar es Salaam, wamenipokea, wamekuja, wameniuliza sana, hivi unafanikiwaje? Wewe, mimi nikuambie kwamba eti nguvu zangu ziko kwenye nywele zangu, ukizinyoa hizo nywele nguvu zangu zinaisha mimi? Kwani Samsoni mwenzangu yaliyomtokea? Haleluya. Maana yake mtu anayetaka kujua asiri ya kula kwako, kuishi kwako, furaha yako ya maisha, ni mtu mwema huyo? Hapana, sio mtu mwema. Eti mwenzangu, mbona naona biashara yako inaenda, unafanikiwaje? Sema nani aseme asiri ya nguvu zake za kibiashara? Mpige asiri moja kwa moja. Vita haitokei mbali. Ya Samson haikutokea mbali. Kikulacho kimo nguoni mwako, akaliwa na mke wake. Bwana, asiri yangu mimi ni nywele hizi. Ukizinyoa hizi nywele zote, mimi nakuwa kama wanadamu wenzangu, nakuwa kama fukara wengine, nakuwa tu masikini wa kawaida. Yaani jeuri yangu ndio imeisha hapo. Si ndio wakamnyoa nywele? Eti kumbe ukisema, ukiwa wazi, ukiwajulisha watu asiri ya furaha ya maisha yako, amani yako, na jinsi ambavyo ni kitu gani kimetengeneza maisha yako yawe ya furaha na amani, kumbe wanaenda kupiga pale pale. Kumbe alikuwa anaulizwa, sio kwamba walikuwa tu wanataka wajue, ili vita waielekezee wapi. Haleluya. Kwa hiyo wanaokubomoa mwanangu ni watu ambao mnaishi nao, ni watu wako wa karibu. Jaribu kujitenga nao, kaa nao mbali kidogo siku moja, hata miezi 6. Chagua tu hiyo miezi 6, hebu ngoja nikae mbali kidogo na fulani, nipangilie mambo yangu mimi mwenyewe. Uone asipojua sasa hivi umekutana na watu wangapi, watu gani, hao watu wana nguvu gani ya kifedha na kiuchumi, kiakili, kimaono, kimitazamo na kiimani. Wasipojua utaanza kufanikiwa. Haleluya. Hakuna tajiri ambaye amewahi kusema asiri ya utajiri wake, hayupo. Kwa sababu wanajua utajiri lazima uwe una vita, biashara lazima iwe ina vita, uchumi lazima uwe una vita, kwamba kila mtu apambane. Ndio maana
Watu wengi, matajiri wengi wanasema pambana tu, pambana tu. Yaani pambana tu. Pambana, hebu sema pambana tu. Waambiege hivyo pambana tu. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wanainuliwa na shetani kuja kubomoa, kuharibu. Haleluya. Kwa hiyo lazima ujue kuna akina Sanbalati kwenye maisha yetu na kuna akina Nehemia kwenye maisha yetu. Bahati nzuri na neema ya kuwajua akina Nehemia wanayo wachache. Amen. Mimi Mungu kanipa neema, nikimsikiliza mtu siku moja tu ninajua huyu atafika mbali au huyu tunaenda naye mbali. Nikimsikiliza mtu kabisa. Mungu kanipa hiyo neema ya kumskani mtu na nikajua hapa kama hatuna miezi 3, miezi 4, 6 hapo. Baada ya hapa huyu hatunaye. Ni sawa sawa na madaktari. Wanawajua wagonjwa wote, wanaopona wanawajua na ambao hawaponi wanawajua. Haleluya. Ukiona tu daktari anakuambia sasa huyu nendeni akaugulie nyumbani, imeisha. Hawataki tu kukwambia akafie nyumbani. Sawa? Wanakuambia akaugulie nyumbani. Kimsingi mtu akienda hospitali anatakiwa arudi nyumbani mzima. Kama wanamrudisha sio mzima, maana yake nini? Wameshajua. Haleluya. Yes, kwamba hapa huyu bwana wanapiga hizi ruti ndefu sana, lakini huyu pia kukaa hapa hospitali inawagharimu. Bora tuwape ushauri tu akafie nyumbani kuliko huyu miezi 6 hatoboi. Sasa hii miezi 6 watakuwa wameshaingia hasara sana. Sasa bora akakaege tu pale pale nyumbani, asiwaingize hasara sana. Ndicho wanachokifanya. Na mimi ninakuombea Mungu akupe leo akili, jicho na ufahamu wa kutambua kwamba ni nani Nehemia kwenye maisha yako ambaye mtafika naye mbali. Ameinuliwa kwa ajili ya kujenga palipobomolewa kwenye maisha yako, kujenga palipobomolewa kwenye imani yako, kujenga palipobomolewa kiakili, kiimani, kiuchumi, kila mahali. Ni nani? Haleluya. Akina Nehemia wanakuaga watu wa kawaida tu. Mimi nakwambia Nehemia alikuwa mtu wa kawaida, lakini mkono wa Mungu ulikuwa uko juu yake. Aliposikia habari ya Yerusalemu ilivyofanywa, aliumia, alilia, aliomboleza, alivaa nguo za magunia. Sawa? Na kuanza kuomba rehema kwa Mungu isiyo ya kawaida, kwamba tumekutenda dhambi. Hii hali sio hali yetu, haya maisha sio maisha yetu, ni dhambi. Akamwambia Mungu, kumbuka rehema. Mkono wa Bwana ukawa juu yake, akaenda kuomba kibali, akapewa kibali. Akapewa kila anachohitaji, kwamba nenda kajenge. Ujenzi wa hauchukuagi siku chache. Ujenzi lazima una process zake za masafa marefu. Wanaobomoa ndo wanabomoaga kirahisi. Anayeanza kujenga anaanza na tofali moja moja. Anayekuja kubomoa ukuta wa matofali 200 anauangusha kwa pamoja. Anayekuja kujenga matofali 200 lazima aanze moja moja. Haleluya. Haleluya. Mungu akuinue kama Nehemia katika jina la Yesu aliye hai. Yes. Lakini Mungu akuinulia kina Nehemia kwenye maisha yako ambao wanaweza kujenga palipobomolewa. Anakupa mawazo ya kujenga palipobomolewa. Kuna wazo wewe ulipewa, maisha yako na mambo yako yakaharibika. Kwa nini? Ya lile wazo. Mungu akikuinulia kina Nehemia, na wenyewe wanakuletea wazo la kuanza kujenga palipobomolewa. Haleluya. Na usimwambie mtu siri ya mafanikio yako, hata hayo madogo. Usimwambie. Nini? Mkumbuke Samsoni aliposema siri, ikawa ndo mwisho wake. Haleluya. Kuna watu wanafurahia kuona anguko lako. Kuna watu wanafurahia kuona mateso yako. Kuna watu wanafurahia kuona hapa mara Jumapili hamna watu kabisa, mara inayokuja wapo, mara hamna watu kabisa, mara wapo. Yani ni burudani kwao. Wanaenda wanaagiza kwenye viti virefu, wanaagiza koka za baridi. Sema hebu nipe koka ya baridi, nishushia haya matokeo niliyoyaona pale. Haleluya. Yes. Ndio akina Sanbalati. Lakini angalia akina Nehemia. Unajua kilichofuata? Wakakaa wakapanga, akasema sasa tumeanza kujenga ukuta.
mambo yanaanza kwenda, imeinuka vita, wakaona okay, hapa huku tunajenga, hapa tunapigana, huku tunapigana vita. Biblia inasema mkono mmoja walishika panga na mkono mmoja walikuwa wanajenga. Maana yake hawa wamejizatiti kwamba huu adui ulioinuka umeinuka ili kupinga tunachokifanya, ili tusijenge palipobomolewa. Sasa tutapigana vita huku tunajenga. Wakati mwingine amua kufanya mambo mawili kwa wakati mmoja, baada ya kujua hila inayoandaliwa ni ipi, hila iliyokusudiwa ni ipi, kwamba okay, hatuwezi tukaamua tukapigane vita tusijenge, kwa sababu nia ya hawa watu tusijenge tupigane vita. Sasa bora tuwe tunapigana vita huku tunajenga, unless askari wengine waingie vitani, wengine tuwe wajenzi. Wakaona mkono mmoja ushike panga, mkono mmoja uwe unajenga, ili baada ya kumaliza hapa vita imeisha na ukuta umeshapanda, vita imeshaisha na utukufu wa Mungu umeshajulikana. Wakati mwingine Mungu anakusubiri wewe umpiganie, usimame kwa ajili ya kupigana kwa upande wake ili akutumie. Haleluya! Hawa watu walikuwa hatari. Mkono mmoja shika panga. Nani wewe? Nehemia kawapanga watu. Mkono mmoja shika panga, mkono mmoja tunajenga. Hakuna kuacha tunachokifanya. Vita ikiinuka tunapigana huku tunafanya tunachokifanya. Vita ikiinuka kwenye uchumi wako, usiseme sasa ngoja nifunge duka ili niende nikaombe mlimani. No, umeisha. Endelea biashara, shika panga, pigana. Haleluya! Hamisha maombi. Huko dukani unapigana vita. Huko dukani maombi ni ya kupigana vita. Huko kwenye biashara yako pigana vita, ni maombi ya kupigana vita. Saa hii ndio akina Nehemia wanasema mkono mmoja walishika panga, mkono mmoja wakawa wanajenga. Maana yake kazi inaendelea na vita inaendelea. Lakini ukisema tuwairishe kwanza, umeisha. Umeisha. Amen. Umeisha. Utarudi umeshinda vita, umepoteza wateja. Utarudi umeshinda vita, biashara ndio inaanza upya. Haleluya. Lakini kwenye vita kuna mbinu. Ukisoma Biblia, wana wa Israeli kuna wakati walikuwa wanaandaa mbinu fulani kwa ajili ya kupigana na adui. Wanapeleka vikosi vingine viende vitani, vikosi vingine viwe vya waviziaji. Sawa? Vikosi vingine vikazunguke kwa adui. Kuna vita nimeshawahi kuisoma ilivyopangiliwa ili kuwachanganya maadui, ili kuwachanganya wanaopigana nao. Wasema ninyi nendeni, mkishaenda sisi tutakuwa tunavizia. Kitakachotokea, ninyi mtajifanya kama mmeshindwa vita, muanze kukimbia, waanze kuwakimbiza. Hawatawakimbiza wachache, watawakimbiza wengi. Alafu wengine nendeni mkawe waviziaji. Hawa watakapokuwa wanawakimbiza hawa, wakifika kituo tulichopo sisi tutainuka. Alafu ninyi wa kule chomeni mji moto. Mkisha choma mji moto, yani wakigeuka nyuma adui wanakuja waliokuwa wanawakimbiza. Wakigeuka nyuma moto unawaka kwenye mji wao, wataona tuafwa, yani tumeisha. Ni mbinu ya kuwachanganya adui. Kwa sababu gani? Vita haipigani kwa nguvu peke yake. Vita pia inapigana kwa silaha inayoitwa mbinu. Mbinu ya kivita. Walishinda Israeli ile vita vizuri sana. Kwa sababu gani? Waliamua kutumia mbinu kwamba ninyi nendeni, alafu jifanyeni mmeshindwa vita, anzeni kukimbia. Wataanza kuwakimbiza. Wakiakimbiza, sisi tutakuwa tuko mahali fulani, tutainuka. Tukishainuka sisi, wakiangalia nyuma yao wale waviziaji wachome moto. Kwa hiyo wakiangalia kwenye mji wao kuna moto unapanda, sema basi tumeisha. Kwa hiyo watadhoofika psychological, nguvu zao zitadhoofika, hawatakuwa tena na uwezo. Kwa nini? Wakiangalia nyuma kuna waka moto. Maana yake kumbe adui wameshavamia kule, wameshaua kila kitu. Kumbe ulikuwa ni moto tu wa mchongo ili kuwafedhehesha psychological. Sio kwamba mji wao ulivamiwa ukachomwa moto, isipokuwa moto uliwashwa karibu na mji. Kwa hiyo walipoona kuna moshi mzito nyuma, sema watoto wetu, familia zetu kule kuishi nei. Kwa hiyo wakadhoofika. Walipodhoofika, viliinuka vikosi vya waviziaji, walimalizwa wote pale pale.
kadri ambavyo unapigwa psychologically ndivyo unavyozidi kupoteza uwezo, na ile pressure ya kupigana vita inaisha. Ikishaisha ile, ukishapigwa psychological unamalizwa kabisa. Usiruhusu katika hali yako ya ndani ukashindwa. Biblia inasema aonavyo mtu ndivyo anavyokuwa. Kwa hiyo ukishaona nimeshindwa ndivyo inavyokuwa. Ukishaona sipendwi ndivyo inavyokuwa. Kuna mtu mmoja alinihadisia ndoto yake jana. Haleluya. Kanihadisia ndoto yake jana, nikasema jamani, hivi kuna watu bado wanaota ndoto za namna hii? Unaota ndoto unamezwa na mamba akati unaishi mjini. Jamani, nikamwambia usiote hiyo ndoto tena, marufuku. Kuna ndoto zingine zikija, kemea, toka. Mimi mamba wananitoa wapi? Wanaanza kunimeza. Unajua kuna ndoto za kimaskini na za kitajiri. Tajiri ataota ndoto wapi anamezwa na mamba? Hamna. Sio changamoto zake, sio mambo yake, sio maisha yake. Haleluya. Kuna ndoto zingine unaota kulingana na unayoyawaza sana, ulioyajaza moyoni, na wakati mwingine kuna ndoto unaletewa ili kukuharibu kisaikolojia. Unamezwa na mamba. Maana yake wanajaribu kukuonyesha kwamba umeisha. Na unakuta umetoka kwenye maombi, na unakuta umetoka kuombewa, unaota ile ndoto umemezwa na mamba. Maana yake Mungu yale maombi hajafanya kazi yote, mtumishi kaniambia pale, baba kaniombea pale, hajafanya kazi, saa hizi mamba ananimeza. No, unachanganywa, wanakuvuruga. Usiamini kile ambacho umefanyiwa, umefanya, unavurugwa wewe. Sio ndoto ya kweli, ni ndoto imekuja kukuharibu kisaikolojia na kiimani, kwamba hakuna kilichofanyika, unamezwa. Nikamwambia marufuku kuota ndoto za kipuzi. Haleluya. Ota ndoto umeshakuwa mtu mkuu. Amen. Yes, umekuwa bonge la mama. Vijana wanaita lishangazi, umekuwa bonge la shanga. Amen. Yes. Haleluya. Ota ndoto za maana. Kemea ndoto zozote zile za kijinga. Kemea ndoto zozote zijui umerudi kijijini, una swampa, una viatu, mara umetumbukia kwenye kisima, ukiamka wewe na visima mbalimbali. Unaishi Kariakoo kuna visima. Hujawahi kuchota maji kisimani. Yaani kisima wewe unakitoa wapi tena? Sawa? Kemea hizo ndoto. Funga mlango wa hizo ndoto za kijinga. Zinakuja kukuharibu, kukukatisha tamaa, zinakupiga zile ndoto kisaikolojia na kiimani. Usiamini yale unayoyapigania, uamini hayo unayoyaletewa kwenye ndoto, kwa sababu ndoto ni taarifa unayoletewa katika ulimwengu wa roho. Au umeshinda au umeshindwa. Funga lango la ndoto zote za hovyo. Yes. Uanze kuona ndoto malaika wanapanda na kushuka, alafu utakapoamka useme kweli Mungu yuko hapa. Kweli hapa niko na Bwana. Kweli mimi niko na Bwana. Kwa nini? Ndoto iliyokuja imekupa taarifa njema. Ndoto iliyokuja imekuonyesha unakoelekea sio kwa kawaida. Ndoto iliyokuja inakuonyesha wewe sio mtu wa kawaida. Endelea kupambana, usiache ibada, usiache maombi, usiache. Amen. Yesu kafunga siku 40, wa kwanza kukutana naye shetani. Alakaraka, maana yake nguvu aliyoivuna siku 40 haijafanya kazi. Kwa nini asikutane na malaika akakutana na shetani? Kwa nini asikutane na mema aliyoyaombea akakutana na mabaya? Haleluya. Maana yake mbinu mojawapo ya adui ni kukudhoofisha. Anajua sasa hivi wewe ni mtu hatari, anajua unakoenda, anajua ulioyabeba, anajua uliobebeshwa kupitia maombi ulioombewa, anajua uliobebeshwa, anajua nyota yako sahihi inang'aa. Anachokuja kukuonyesha giza, hamna kitu. Ndio kwanza unamezwa na mamba, unaharibiwa kisaikolojia. Usianze kuamini yale ulioyavuna madhabahuni. Pigana vita kama nani? Nehemia. Mkono mmoja shika panga, mkono mmoja jenga. Haleluya. Tunajenga huko, tunapigana, sirudi nyuma. Watu waliokuja Jumapili hapa ibadani walikuwa 3. Sawa? Wote ambao mlikuja Jumapili iliyopita, wote Jumapili hamkuja. Nikikwambia nyinyi wote mlilogwa, mtakuwa nimekosea?
Pigeni hesabu, nitakuwa nimekosea. Ni kweli, kwa sababu tunaamini katika dharura. Dharura zipo, unaweza ukapata dharura yoyote. Mimi mwenyewe ninapataga dharura, sawa? Yaani dharura ni za kibinadamu, zipo, kwamba watu wote wamepata dharura siku moja, hawajaja wote. Ukimuuliza Mama Vanessa kilitokea nini, atakwambia la kwake. Ukimuuliza nani kilitokea nini, atakwambia la kwake. Ukimuuliza nani, yani kila mtu lazima ana jambo lake lililomfanya asije. Nikikwambia ni shetani ndio aliyeingilia kati kumpa mtu dharura, kila mmoja na dharura yake. Huwezi amini. Mimi nakwambia huwezi amini. Lakini mlipigwa wote. Haleluya. Kibinadamu haiwezekani taifa lote tukapatwa na dharura moja. Sawa? Maana yake hapa kuna hila ya adui. Amen. Hapa kuna vita inaendelea. Sasa hii vita wanaoshambuliwa ni watu, na wanashambuliwa kwenye mazingira ambayo wao hawajui kwamba wanashambuliwa. Haleluya. Haleluya. Nilimkuta pasta hapa kachanganyikiwa, yani hii sio kawaida. Hii sio kawaida. Nikamsikiliza. Nikasema kakutana na kitu kizito. Amen. Yes, kakutana na kitu kizito, na anajua yeye yuko kwenye utumishi miaka mingi, anajua sio kawaida na sio kawaida, ni hila ya adui. Adui anafanya vita na watu wanaoabudu mahali hapa sio kawaida, ili wasije, ili kuwakatisha tamaa wanaosimama madhabahuni. Haleluya. 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 Yes, mimi ninakwambia eneo lote hili hakuna huduma yenye nguvu kama hii. Eneo lote hili mimi nakwambia, mimi najua, mimi rohoni naona, shetani namsikia anaongea, Mungu namsikia anaongea, vita ninaiona, najua. Kwa hiyo sio rahisi, huwezi ukaachwa ukafanikiwa kirahisi akati unaharibu maslahi ya watu. Amen. Yes. Maombi hapa, ninang'oa, ninatoka, ninaharibu, ninavunja, nateketeza, najitoa. Mimi ni mtu huru, sio mtumwa wa mtu aliyekufunga. Akisikia kwamba sasa ndio unajitangazia ukombozi, unajitangazia uhuru, unajitangazia ukuu, hutaki kuwa mtu wa kawaida, hutaki kuonewa tena. Ninawaangusha walionionea, waliotumwa kunipiga na wapiga. Akisikia anayekufumuaga kila siku, naona sasa huyu pale asiende. Kwa nini? Kwa nini? Anaanza kuwa na nguvu kuliko sisi, anaanza kutushinda. Si unamsikia anavyoomba? Si unawasikia wanavyoomba? Kwa nini tu wasiende tu pale wakasali tu kawaida na waondoke kawaida? Unaanza navunja, nabomoa, natoka, najiweka huru, napiga naye nipiga, aliyotumu kunifunga najifungua na mfunga yeye. Haleluya. Haleluya. Unafikiri tutapendwa? Hatutapendwa. Lakini sasa huwezi ukajua kwamba shida ndiyo hiyo, huwezi jua. Huwezi jua kama shida ndio hiyo. Amen. Yes, huwezi jua. Yesu amewahi kuwatuma wanafunzi wake, nendeni mpaka kijiji kinachowakaribia, mtamkuta mwanapunda amefungwa, mfungueni mniletee. Pointi iko, mtamkuta amefungwa, mfungueni mniletee. Na kama mtu akiwauliza kwa nini mnamfungua, mwambieni Bwana anamhitaji. Mtamkuta amefungwa, mfungueni mniletee. Atakapowauliza mtu yoyote kwa nini mnamfungua, mwambieni Bwana anamhitaji. Alipoenda kwa Bwana, akambeba Bwana. Haleluya. Akambeba Bwana. Kumbe alikuwa punda special kwa ajili ya kubeba vitu vya thamani sana, lakini muda wote alikuwa amefungwa. Anasema mtu akiwauliza kwa nini mnamfungua, maana yake yuko mtu atakuuliza kwa nini unamfungua huyu mtu, kwa nini unajifungua, kwa nini? Aliyekufunga na maslahi na wewe. Hakuna mtu atakufunga wakati hana maslahi.
Hakuna mtu atafunga nafsi yako wakati hana maslahi. Hakuna mtu atafunga nyota yako wakati hana maslahi. Hakuna mtu atafunga akili yako wakati hana maslahi. Alimfunga, na walipoenda kumfungua anauliza, kwa nini mnamfungua? Sema, tunamfungua kwa sababu muda wake wa kutumika na mambo makubwa umeshafika. Muda wake wa kumbeba Bwana umeshafika. Muda wake wa kutumiwa na Mungu umeshafika. Bwana anamhitaji kwa sababu huu ndio muda wake wa kufanya mambo makubwa. Punda wenzake walienda kubeba mikaa. Punda wenzake walienda kubeba matenga ya nyanya. Yeye kafungwa. Baada ya kufunguliwa hakuenda kubeba nyanya, matenga ya nyanya wala mikaa, akaenda kumbeba Kristo. Kila anayefungwa na kitu cha thamani. Uwezi ukafungwa kama mtu wa kawaida. Kama kazi yako wewe punda ni kubeba mikaa na matenga ya nyanya, wanakufunga wa kazi gani wewe? Wanakufunga wa kazi gani wewe, mtu wa kawaida? Kama umefungwa, maana yake kazi yako sio ya kawaida. Maana yake wewe ni mbeba Kristo. Wewe ni mbeba utukufu wa Mungu. Yule punda akashangaa, hajawahi shuhudia punda wenzake waliokuwa wametoka wanakotoka, wanaleta pale wamebeba mtu, wanaleta pale wamebeba mtu mkuu, ni mikaa, nyanya. Akashangaa yeye, kwa mara ya kwanza anapelekwa, anambeba Kristo, anambeba mtu mkuu. Alafu walipombeba yule mtu mkuu, watu wanaimba, wanachukua mataji, wanarusha mataji yao, wanarusha mataji yao, wanarusha, wanasema hosana, uliyebarikiwa ujae kwa jina la Bwana. Wanatandika nguo. Yule punda kabeba mheshimiwa, atembei juu ya ardhi kama punda wengine. Katandikiwa kwanza nguo, katandikiwa kanga, nyimbo zinaendelea. Anaingia Yerusalemu, kundi la watu linaompokea. Punda yule anashangaa, mimi ni punda wa namna gani? Mbona wenzangu hizi mbwembe huwa hazipo? Mbona wenzangu haya mambo huwa hayapo? Mbona kwa wenzangu hizi mishemisho huwa hazipo? Haraka ndo anaambiwa, ndio maana ulifungwa. Haleluya. Kwa sababu wewe sio punda kama wale wengine. Kwa sababu wewe sio mtu wa kawaida. Kwa hiyo aliyekufunga na maslahi. Ndio maana akiwauliza mtu, kwa nini mnamfungua? Mwambieni Bwana ana haja naye. Bwana itimisi mtawala. Haleluya. Kwa hiyo kama mtawala anamuhitaji, maana yake nini? Kaa kimya. Haleluya. Hakuna mtu atakufunga kama hana maslahi na wewe. Na hakuna mtu atakuja kukufungua mwenye maslahi na kifungo chako asiinuke. Mapepo yanainuka, wachawi wanainuka, wanga wanainuka, na kuna watu wanainuka kwa kweli, wanaona tu huyu akikaa pale muda mrefu atakuwa na maendeleo sana, atastawi sana, atajua vitu vingi sana, atakuwa mtu huru. Kwa nini? Elimu inayotolewa pale sio elimu ya kawaida. Yesu cheo kikubwa aliitwa mwalimu. Unalijua hilo? Ndio maana ya neno rabi. Walimuita rabi. Rabi maana yake mwalimu. Haleluya. Kazi yake yeye ilikuwa ni kufungua fahamu za watu na maisha ya watu na akili za watu. Full stop. Huduma ya kinabii alikuwa nayo. Katabiri mambo mengi yametokea na yanaendeleaga kutokea. Yaani mwisho wa dunia Yesu aliuona na alishatabiri na alishasema, mtakapoona hiki na hiki na hiki na hiki na hiki, huo ndio mwisho unakaribia. Lakini kabla mjakiona hiki, alitabiri miaka 2000 na iliyopita. Aliuona mwaka huu na kizazi hiki alikijua na alikiona. Leo hii unatabiriwa eti ninarudi miaka 30 nyuma, ninakuona huko unafanya ibada za matambiko. Kuna mtu hajawahi kufanya ibada za matambiko hapa kwao? Kuna mtu ulizaliwa na wazazi ambao wameokoka wanamtumikia Mungu? Mimi mwenyewe nina chale kibao hapa. Walikuwaga wanajifunzia hapa kuchanja chale. Haleluya. Ninakwambia, mimi kwa na babu yangu Kigagula huyo hakuna mchezo. Nina miaka 2 mizimu ikimwambia tu wa kwanza boni hapo. Ninachanjaje? Unachanja hivi afu unachukua hivi. Haleluya. Hakuna mtu aliyepona. Mimi nakwambia, Yesu tumeanza kumjua huku 2000 huku ndio Yesu kachachama mjini, sio kawaida. Ndio maana hata akina Moses Krola walioanza kuhubiri miaka ya 90 walikuwaga hawaeleweki. Amen.
lakini tuliozaliwa kuanzia 90 kurudi nyuma huku hatujapona. Sisi tunaoanza kuwazaa watoto wetu saa hii, ndio watoto wetu tunawakwepesha kwa sababu tayari tumeshamjua Kristo, tayari tumeshaijua njia kwamba hiyo sio njia sahihi, njia sahihi ni hii huku. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye amepona. Kwa hiyo anaibuka mtu eti anakutabiria miaka iliyopita. Sio nabii huo. Huo sio nabii. Haleluya. Unabii ni mambo yanayokuja ambayo bado hayajatokea, hata dalili tu hazionekani. Sawa? Kuna mjinga mmoja hivi, mimi ninamuita mjinga, alitabiri mpira wa Simba na Yanga madhabahuni. Akasema Simba watashinda, wakagongwa. Haleluya. Ndio maana ninamuita mjinga. Sawa Yes. Kwa sababu alienda kufanya kitu ambacho hakichangamani kabisa na mambo ya Mungu madhabahuni. Kabisa. Mimi nakwambia kabisa. Sasa nikasema huyu bwana anasema kabisa Mungu kamuonyesha. Yaani kweli Mungu aanze kumuonyesha mpira wa Simba na Yanga? Kwenye taifa hili kuna mambo mengi ya msingi mazito makubwa. Hatuyajui, hatuyaoni, tunatamani Mungu atufunulie. Tuanze kuomba sawasawa, tuanze kuomba sahihi. Tujue rais anayekuja ni nani, tuanze kumwombea mapema. Tujue nchi inakokwenda, eti Mungu amuonyeshe mtu Simba na Yanga. Haleluya. Unakuta kuna mazingira sio sawa. Sawa. Maana yake sasa huyu alikuwa tu anabahatisha, kwa sababu labda anafuatiliaga sana na aliona labda kipindi hiki, hebu ngoja mzani kama unaelekea kwa Simba hivi, labda unaona, labda. Kwa hiyo alitaka kuwaragai washirika wake ili wamuamini kama nabii. Kilichotokea, unajua, baadaye alirusha klipu nyingine. Alisemaje? Unajua, mimi kama mtumishi wa Mungu, mimi ninahitaji watu wawe wananisikiliza. Kwa hiyo wakati mwingine ninaweza nikatumia mbinu yoyote ili watu wawe attention kunisikiliza mimi. Kwa hiyo vile nilivyotabiri vile, nilikuwa ninawajenga watu wawe attention kunisikiliza mimi. Ndio maana kile nilichokiposti kilipata watazamaji wengi sana. Lakini ningefundisha tu neno la kawaida tu, wasingefuatilia wengi sana. Kwa hiyo angalia sasa hivi watu wananifuatilia wengi sana. Haleluya. Sema Mungu tusaidie. Hata kama tunapotea tusipotee hivyo. Hata kama tunahitaji watu wengi watusikilize, hapana, sio kwa staili hii. Amen. Kuna wakati utafika tutapata watu wengi sana wa kutusikiliza. Sawa. Yes, kila mti una majira yake ya kuzaa. Kila mti una majira yake ya kutoa matunda. Unayo. Kwa hiyo kama mimi ni muwepo, ninayaona maembe saa hii yamechanua, nitulize kiherehere. Sawa, kwa sababu ni wakati wa maembe. Ipo siku maembe hayataonekana hepo huku mzee, ndo zitakuwa sokoni zinaenda, hakuna mchezo. Kwa nini? Mungu aliweka misimu na majira tofauti tofauti. Hata kufanikiwa hatuwezi tukafanikiwa wote kwa siku moja, kwa mwaka huo, kwa miezi hiyo, hapana. Kwa sababu kila mtu ana msimu wake, sawa sawa na Mungu alivyokusudia. Inawezekana wewe Mungu amekusudia uje ufanikiwa ukiwa na umri wa miaka 30. Mingine hapa yote hapa itakuwa ni miaka yako tu ya kawaida, utaishi kama mtu wa kawaida. Ndio maana Yesu alizaliwa, alianza huduma akiwa na umri wa miaka 30. Kuanzia 29 mpaka nyuma huko alikuwa mtu wa kawaida tu. Wanamchukulia tu poa. Yuko na baba yake fundi seremala, wanalanda mbao. Kana kwamba hana upako, kana kwamba hana huduma, kana kwamba ni mtu wa kawaida. Kwa nini? Majira yake na msimu wake ulikuwa bado. Kwa hiyo kuna watu wengi tuna force majira na msimu. Haleluya. Haleluya. Kama wewe ni muembe, unaona mananasi yako sokoni yanaenda kweli kweli, acha kiherehere, tulia ukomae. Usiseme jamani na mimi nataka niende sokoni, na mimi nataka, nasikia huko sokoni hakuna maembe, hakuna, yani mananasi yanatoka. Sema sasa umekomaa. Huu ni msimu wa mananasi. Subiri na wewe msimu wako utaenda. Haleluya. 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 Amini katika hiki ninachokufundisha. Hiki ndio cha Mungu sasa.
Majira yako ya kistawi yakishaanza, utaona kuna vitu unavifanya hutakuwa una force. Kwa nini? Ndio majira yako. Yaani majira ya maembe, kutoa maembe yakishafika, hata kama mvua ziko za kutosha utayakuta maembe mle. Hata kama muembe haujapata mvua ya kutosha utayakuta maembe, kwa sababu ndio msimu wake. Hata kama hayatakuwa mengi lakini utayakuta. Haleluya. Yes, hata kama utakuwa kwenye mazingira ambayo hayasapoti wewe kuchanua, hayasapoti kuinuliwa, lakini lazima kuna dalili tutaiona kwamba maembe matatu hatukosi hapa, maembe 6 7 hapa hayakosekani. Kwa sababu gani? Ndio msimu. Amen. Huu ni msimu wa vita, lakini hii vita imeshafika mwisho. Haleluya, imeshafika mwisho. Asikiae na afahamu, asikiae na afahamu. Ndani ya wiki linaloanza la kesho, sawa, ndani ya wiki linaloanza la kesho tunaingia kwenye majira mapya na msimu mpya na neema mpya na kibali kipya na ukuu mpya. Asikiae na afahamu. Haleluya. Yes, Mungu akupe neema ya kuiona kesho. Usipoiona kesho, kuna vitu utakuwa ni unasikia, unaambiwa, unaona watu wanasemaga tu, unajua watu wanasemaga tu, unajua watu wanasemaga tu. Kwa sababu gani? Mtu hajapewa neema ya kuona. Haleluya. Haleluya. Tumtolee mfano nani? Mwamposa. Sawa? Unafikiri Mwamposa alianzaga na watu wengi? Kapambana miaka 20. Ana watu 10, 20, 5, 6. Kamuulize. Haleluya. Kamuulize, ndo atakwambia kwamba msimu ukishafika uwezo ukaanza kuforce vitu vikatokea. Vinatokea tu kwa neema tu ya Mungu, kwa sababu ndo msimu wa maembe kuwa na maembe, na msimu wa hii madhabahu kuwa wakuu umeshafika tayari. Sasa huu ndo unabii. Amen. Unaanza kuchukua siku umeambiwa, ilikuwa haireflect hicho kitu kabisa. Tuko kwenye mazingira ambayo tunajua Jumapili utakuja. Haleluya. Yaani tuna wasiwasi kwamba atakuja au hatakuja. Kwa hiyo wakati mwingine Mungu, niandae somo au niende tu kichwa. Sawa, kwamba nitakuta watu au sitakuta. Kwenye majira hayo unabii ukitolewa, ukitimia, ndio watu watasema wewe ni nabii. Kwa nini? Unasema vitu ambavyo havipo. Kuna kipindi Israeli ilipita kwenye nyakati ngumu sana. Mtumishi wa Mungu Elisha alisema kesho majira kama haya unga utauzwa kwa bei ndogo sana. Alafu kuna jamaa mmoja akabisha, akamwambia wewe utaona lakini hutakula. Kuna watu ni wababe. Haleluya. Yes, wewe kuona utaona lakini hutakula. Unajua kilichotokea? Kesho ile ile. Sawa. Jeshi la Washami kule mambo yalienda vibaya. Chakula kikawa cha kutosha. Watu wakaanza kugombaniana, yani kugombaniana. Yule jamaa kwenye kugombaniana akaanguka chini akakanyagwa mpaka akafa. Kashika kibakuli na yeye anahitaji unga, akati alisha kataa unabii wa mtumishi. Kilichotokea akakanyagwa hadi akafa. Aliambiwa wewe utaona ila utakula. Simama juu mtu wa Mungu. Kumbuka wewe ni Nehemia. Lakini kuna akina Sanbalati ambao wanainuliwa kwa ajili ya kupinga usiendelee kujenga palipobomolewa. Haleluya. Kuhudhuria kwako ibada kwa uaminifu unajenga palipobomolewa. Kwa sababu gani? Watu wakikuona wewe unakuja ibadani wataanza. Watu wakiona ibada haina mtu, hakuna mtu atakuja. Kwa hiyo kuna namna wewe unajenga lakini hujui kama unajenga. Kuna namna wewe ni Yeremia, ni Nehemia lakini hujui kwamba wewe ni Nehemia. Huko kwa ajili ya kujenga. Haleluya.
Mimi nakwambia watu wanapitaga hapa wanaangalia kuna watu, maana yake wanajisikia ndani, mbona kama kuna ibada nzuri, kuna maombi mazuri, lakini wanachungulia watu wapo. Mimi nakwambia kweli. Kwa hiyo wakitukuta watu wapo, tashangaa. Haleluya. Mungu akitaka kukuinua wewe, anakuinulia mtu atakaye kuheshimu. Watu wengine wakiona kuna mtu anakuheshimu, wataanza kukuheshimu kwa sababu kuna mtu anakuheshimu. Shetani akitaka kukudhalilisha wewe, atakuinulia watu ambao hawakuheshimu. Kuna watu wakikuona kuna watu hawakuheshimu, na wao hawatakuheshimu kwa sababu kuna watu hawakuheshimu. Kupendwa kuko hivyo hivyo. Mungu anakuinulia watu wa kukupenda. Kuna watu wakiona hivyo hivyo ulivyo, kuna watu wa maana wanakupenda, na wenyewe wanaanza kukupenda kwa sababu wanaona kuna watu wanakupenda. Ndio maana nilisema hivi, mwenzetu yoyote akipatwa na changamoto yoyote ya moja kwa moja inayomgusa kabisa, twende tukamtembelee na tumuonyeshe upendo. Kuna watu wakiona sisi hapa tuko wachache lakini tunapendana, na wenyewe wataingia kwenye huo upendo kwa sababu watavutwa na upendo ambao sisi tunapendana. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, pendaneni kama nilivyowapenda. Akawaambia hivi, watu wakiwaona jinsi mnavyopendana watampenda Mungu, watamtukuza Mungu, watajua Baba yuko ndani yenu, watajua mimi niko ndani yenu na ninyi mko ndani yangu. Wakiwaona mnapendana, wakiwaona mnazungumziana vizuri, wakiwaona mnaheshimiana. Oho, haleluya. Hakuna mtu ambaye eti mimi sipendwi. Kuna watu wananichukia, wameona wengine hawakupendi wanakuchukia, kwa hiyo na wao wameingia tu kwenye mkumbo. Kwa hiyo ikitokea Mungu amekuinulia watu wa kukupenda na kukusaidia, kuna watu wengine wataingia kwenye huo mfumo. Na kuombea kwa jina la Yesu, Mungu akuinulie mtu wa maana sana katika maisha yako, ili kupitia huyo mtu watu wengi wa maana wakupende na wakuamini na washikamane na wewe. Shatarabakosila, katika jina la Yesu. Kumbuka unapokuwa hapa, wewe ni Nehemia, wewe ni mjenzi. Usiache kuja madhabahuni. Kwa nini? Wewe ni mjenzi. Endelea kujenga, endelea kujenga, endelea kujenga, endelea kujenga, endelea kujenga, ili Mungu atukuzwe kupitia wewe, ili Mungu ajulikane kupitia wewe, ili Mungu aonekane kupitia wewe, ili Mungu ainuliwe kupitia wewe. Yaani wewe ni silaha ya Mungu hapa. Kuna watu wanataka wawe wanakuona hapa ili waje, ili waamini kuna watu wako pale, kuna watu wanamwabudu Mungu pale, ngoja leo nikaabudu pamoja nao. Haleluya. Sema, Bwana Yesu, napokea roho ya Nehemia ya kujenga palipobomoka katika jina la Yesu. Napokea neema iliyokuwa juu ya Nehemia ya kujenga palipobomoka, kuimarisha palipobomoka kwa jina la Yesu. Kuanzia leo ninaishinda kila vita ambayo shetani ameinua katika maisha yangu juu ya madhabahu hii kwa jina la Yesu. Sitatumika tena kama silaha ya shetani, kama silaha ya giza. Kuanzia leo sitatumika tena kumdhoofisha Baba, sitatumika tena kudhoofisha huduma, kudhoofisha watu, sitatumika tena. Mungu nisaidie, niwe Nehemia, niwepo kujenga kazi ya Mungu na utukufu wa Mungu kwa jina la Yesu. Mungu nisaidie. Kamata ratiba zangu, kamata maisha yangu, kamata akili yangu, kamata ufahamu wangu, kamata moyo wangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Siku ya Jumapili natakiwa niwepo madhabahuni mahali hapa, mimi kama Nehemia, mimi kama mjenzi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mungu nisaidie kupitia mimi madhabahu hii na
kazi hii iinuke, istawi, iendelee, ichanue kuanzia sasa na hata milele. Nakataa kuirudisha kazi ya Mungu nyuma. Kuanzia leo sitatumika na shetani kwa namna yoyote ile nisiyoijua na ninayoijua. Sitatumika. Ninakataa kutumiwa na shetani. Kuanzia leo nitatumiwa na Mungu kama Nehemia kwa ajili ya kujenga palipobomoka, palipoharibiwa na hila ya shetani kupitia watu aliowainua wakafanya vita wakabomoa. Kwa jina la Yesu ninasimama kuanzia leo, ninasimama kuanzia sasa. Mungu niwezeshe kuwa mwaminifu kwako Mungu katika madhabahu hii, niwe mwaminifu kuanzia leo. Nisaidie nisipotee katika jina la Yesu. Amen. Kimbia hapa mbele niombe kwa ajili yako. Mungu akuinulie Nehemia. Mungu anakuinua wewe kama Nehemia katika madhabahu hii, na Mungu atakuinulia wewe Nehemia wako wa kujenga palipobomoka. Kuna Nehemia wako wa kiuchumi, kuna Nehemia wako wa kibiashara, kuna Nehemia wako wa kiimani, kuna Nehemia wako wa maisha. Ndiyo, yupo ambaye Mungu anamuinua kwa ajili ya kuja kujenga palipobomoka. Hakuna mahali palipobomolewa panapojijenga penyewe. Lazima anainuliwa mtu aliyepewa nguvu na maarifa ya kwenda kupajenga mahali pale na maelekezo. Ndio maana Nehemia alitaka maelekezo kwamba Mungu, ninaomba nisaidie, mkono wako uwe pamoja na mimi nitakapoenda kwa mfalme nikapate kibali, nitakapoenda kwa mfalme nikapate kibali, akanisikilize na kuniamini ili nikapate kujenga palipobomoka. Mungu akawa pamoja naye, akaenda kupajenga, pakarudi katika heshima yake, pakarudi katika ukuu wake. Kuna mtu Mungu anamuinua kwa ajili yako ili rudisha katika heshima yako, ili kukijenga kilichobomoa kwenye maisha yako. Rapa shatamasia. Mungu, ninaomba neema katika jina la Yesu. Apokee Nehemia wake kuanzia sasa, apokee Nehemia wake, apokee Nehemia wake. Pokea Nehemia wako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Maisha yako yasiwe vile vile, yasiwe pale pale, kwa jina la Yesu yakajengwe na kuinuliwa kuanzia leo. Pokea hiyo neema, pokea neema ya kukutana na Nehemia wako. Usiondoke haraka, endelea kukaa. Pokea neema ya kukutana na Nehemia yako atakaye kujenga pale palipobomolewa, palipoharibiwa. Ninaamuru nuru kuu iwe juu yako katika jina la Yesu. Pokea Nehemia wako katika jina la Yesu. Pokea Nehemia wako atakayejenga palipobomolewa na kuharibiwa. Ropo shatatatata ripo shiketete. Pokea Nehemia wako atakaye kujenga palipoharibiwa. Pokea Nehemia wako kwa jina la Yesu atakayejenga palipoharibiwa, na neema kuu ya Mungu ikawe juu yako. Pokea Nehemia wako atakayepajenga palipoharibiwa, na neema kuu ya Mungu iwe juu yako. Pokea Nehemia wako atakayepajenga palipoharibiwa, palipobomolewa kwa jina la Yesu. Pokea Nehemia wako atakayejenga palipoharibiwa, palipobomolewa. Pokea Nehemia wako atakayejenga palipoharibiwa, palipobomolewa, na neema kuu ya Mungu ianze kutembea katika maisha yako. Vita yoyote itakayoinuka juu yako na akina Sanbarati, kwa jina la Yesu, hiyo vita Mungu atapigana, hiyo vita Mungu atapigana, hiyo vita Mungu atapigana. Haitakuwa vita yako, itakuwa ni vita ya Bwana, itakuwa ni vita ya Bwana, kwa sababu Bwana amekuinulia Nehemia wa kukupigania, wa kukusaidia, wa kujenga palipoharibiwa, katika biashara, katika uchumi. Kuanzia leo ninaubariki uchumi wako ustawi na kuendelea na kuchanuka katika jina na katika damu ya Yesu. Asante Bwana kwa kuwa imekuwa kwa utukufu wako Mungu, ni katika jina la Yesu, na watu wote tuseme amen. Naweza kurudi sasa uweponi mwa Bwana Yesu. Lete watoto hapa, lete watoto hapa. Mkono wako imgusa wewe Mungu, unaishi. Mkono wako Baba, ninaomba juu ya mtoto kwa jina la Yesu. Ninaomba kwa ajili ya maisha yako, nafsi yake, nyota yake, hatima yake, katika jina la Yesu.
Yesu, akili yake, ufahamu wake, ubongo wake na imani yake, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninajenga kama Nehemia kila mahali palipobomolewa na kuharibiwa kuanzia sasa, katika jina la Yesu. Pokea baraka, ninakubariki uwe mtoto uliyebeba baraka, neema ya Mungu na uweza wa Mungu. Pokea katika jina la Yesu. Pokea baraka katika akili, katika ufahamu, katika moyo, katika imani, katika ubongo. Ninakujenga kuanzia leo, usiwe mtu wa kawaida katika taifa la Tanzania. Ninakujenga kuanzia leo, usiwe mtu wa kawaida katika taifa la Tanzania. Pokea akili, pokea ufahamu, pokea imani, pokea moyo wa kumcha Mungu na kumpenda Mungu. Siwe mtu wa kawaida katika taifa la Tanzania kwa jina la Yesu aliye hai. Siwe mtu wa kawaida katika taifa la Tanzania. Siwe mtu wa kawaida katika taifa la Tanzania kwa jina la Yesu. Siwe mtu wa kawaida katika taifa la Tanzania. Vipawa na ukuu vichipuke ndani yako katika jina la Yesu. Usiwe mtu wa kawaida katika taifa la Tanzania. Vipawa na ukuu vichipuke katika maisha yako kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Sana ewe Mungu, haleluya. Makofi mengi kwa Bwana Yesu. Kimbia hapa mbele. Haleluya, makofi mengi kwa Bwana Yesu. Hujaombewa, kimbia hapa mbele. Rapa katara basika. Pastor Peter hapa mbele. Ripa katara maseketerebosa. Rika kara masaya. Ninaita neema ya Mungu juu yako katika jina la Yesu. Mungu akuinulie Nehemia kwa ajili ya maisha yako ya kujenga palipoharibiwa. Naita neema ya Mungu katika maisha yako kwa jina la Yesu. Mungu akuinue Nehemia wa kujenga palipoharibiwa. Naita neema ya Mungu juu yako kwa jina la Yesu. Mungu akuinulie Nehemia wako wa kujenga palipobomolewa, palipoharibiwa kwa jina la Yesu. Naita neema ya Mungu juu yako. Mungu akuinulie Nehemia wako wa kujenga palipobomolewa na kuharibiwa katika jina la Yesu aliye hai. Kuanzia leo ninakubariki kiuchumi, ninakubariki kimaisha, ninakubariki kiimani,